Shughuli za mazishi na maandamano ya kumuaga aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran zimeanza rasmi Julai 3 na zinatarajiwa kutamatika Julai 9. Shughuli hizi zitafanyika katika miji mbalimbali nchini Iran na Iraq kabla ya kuzikwa kwake mjini Mashhad. Kuanzia Julai 3, mamilioni ya waombolezaji wanatarajiwa kukusanyika kwa ajili ya siku 7 za sherehe za mazishi na maandamano ya kumuaga aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei, huku taratibu za kidini zikipangwa kufanyika katika miji mbalimbali nchini Iran na Iraq. Mazishi hayo ambayo awali yalipangwa kufanyika mwezi Machi yaliahirishwa kutokana na kuendelea kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Khamenei aliyekuwa na umri wa miaka 86 aliuawa pamoja na wanafamilia wake kadhaa katika shambulio la anga la pamoja la Marekani na Israel kwenye makazi yake mnamo Februari 28, ikiwa ni siku ya kwanza ya vita hivyo. Ayatollah Ali Khamenei aliongoza Iran tangu mwaka 1989 akifuatia kifo cha Ayatollah Ruhollah Khomeini ambaye aliongoza mapinduzi ya Kiislamu muongo mmoja kabla ya kuwa kiongozi mkuu wa kwanza wa nchi hiyo. Wakati Khomeini alikuwa nguvu ya kiitikadi nyuma ya mapinduzi yaliyohitimisha utawala wa kifalme wa Pahlavi, Khamenei alijenga mfumo wa kijeshi na vikosi vya usalama vya nchi hiyo. Mazishi haya pia yatakuwa sherehe kubwa ya kwanza ya kiserikali chini ya mrithi wake na mwanawe Mojtaba Khamenei, ambaye amekuwa mbali na macho ya umma tangu vita vya Marekani na Israel vilipoanza miezi minne iliyopita. Mpango wa mazishi wa siku 7 utafanyika kote Iran na Iraq, ukianzia Teheran mnamo Julai 3, ambapo viongozi wa kimataifa, maafisa wakuu, viongozi wa kidini na wasomi kutoka kote ulimwenguni watatoa heshima zao za mwisho. Mnamo Julai 4 na 5, sherehe za mazishi kwa ajili ya umma zitaanza mjini Teheran. Jeneza lake pamoja na yale ya wanafamilia wake kadhaa yatawekwa katika msikiti mkuu wa Grand Mosalla ili umma upate fursa ya kutoa mkono wa kwaheri. Msikiti huo wa Grand Mosalla uliojengwa kuhimili mikusanyiko mikubwa ni moja ya maeneo makubwa ya ibada nchini Iran na umekuwa ukitumika kwa muda mrefu kwa ajili ya shughuli kuu za kidini na kiserikali. Mnamo Julai 6 na 7, maandamano ya mazishi yatapita katika sehemu nyingine za Teheran kabla ya kuendelea kuelekea Qom, umbali wa kilomita 120 kusini mwa mji mkuu. Mji wa Qom ndiyo kituo kikuu cha elimu ya Kiislamu ya Shia nchini Iran na ni moja ya miji mitakatifu zaidi nchini humo. Ni nyumbani kwa vyuo vikuu vya kidini ambapo maelfu ya wasomi wanasoma na kufundisha, akiwemo marehemu Ali Khamenei. Maafisa wa Iran na Iraq wamesema kuwa mapokezi rasmi yatafanyika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Najaf mnamo Julai 8, yakifuatiwa na maandamano ya umma katika miji ya Iraq ya Najaf na Karbala. Eneo la Imam Ali mjini Najaf ni moja ya maeneo matakatifu zaidi kwa Washia, likivutia mamilioni ya mahujaji kila mwaka. Inasadikika kuwa eneo hilo lina kaburi la Imam Ali ibn Abu Talib, binamu na mkwe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na imamu wa kwanza katika Uislamu wa Shia. Vilevile maeneo matakatifu ya Imam Hussein na kaka yake Abbas huko Karbala ni miongoni mwa maeneo matakatifu zaidi katika Uislamu wa Shia. Maeneo hayo yanaashiria sehemu ambazo Imam Hussein, mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Abbas waliuawa wakati wa vita vya Karbala mwaka 680 kabla ya Kristo, tukio ambalo ni msingi wa utambulisho na mila za kidini za Shia. Baada ya hapo, mwili utarejeshwa nchini Iran kwa ajili ya sherehe ya mwisho ya mazishi iliyopangwa kufanyika Julai 9 katika eneo takatifu la Imam Reza mjini Mashhad. Mashhad ndiyo mji mtakatifu zaidi nchini Iran, ambapo Imam Reza alikuwa imamu wa 8 katika Uislamu wa Shia. Mji huo pia una umuhimu binafsi kwa Ali Khamenei, ambaye alizaliwa Mashhad mwaka 1939 na kuishi sehemu kubwa ya maisha yake ya awali huko. Alisoma katika vyuo vya kidini vya mji huo kabla ya kuendelea na masomo yake mjini Qom. Kuzikwa karibu na mmoja wa watu wanaoheshimika zaidi katika Uislamu wa Shia kunachukuliwa kuwa heshima kubwa na kunaakisi nafasi ya Khamenei kama kiongozi mkuu wa kisiasa wa Iran na mamlaka yake ya juu ya kidini. Abdul Nasser Mwita, Rubaza Kimataifa.